Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani. Bila kusahau, kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo mara moja ili uwe wa kwanza kabisa kupata video punde tu nitakapozi upload hapa. Siku hii ya leo nataka tuangazie safari fupi na yenye misukosuko, iliyokuwa na misukosuko mingi ya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Bi Kawira Mwangaza. Na nitaweza kuangazia safari hii kutoka kwenye gazeti la Taifa Leo la tarehe 15 Jumamosi. Mwangaza gizani baada ya mapambano matano kunusuru kiti chake cha ugavana, hatimaye mahakama ilikubali ang'olewe. Baada ya mapambano matano ya kunusuru kiti chake gavana Kawira Mwangaza, hatimaye mahakama ilikubali abanduliwe mamlakani. Kwa heri. Mahakama kuu jana, ama ilikuwa siku ya Ijumaa hiyo, iliweza kudumisha uamuzi wa seneti kuwa gavana wa Meru anastahili kuondolewa madarakani baada ya mapambano matano ya kunusuru kiti chake. Safari ya mikosi, kama tulivyosema, ni safari fupi lakini iliyokuwa na mikosi mingi na misukosuko mingi, ndio ikaitwa safari ya mikosi. Agosti mwaka 2022 alishinda ugavana wa kaunti ya Meru. Disemba mwaka 2022 jaribio la kwanza la kumng'oa enzini liliweza kuanza. Aliponea padogo kwa hisani ya kamati ya seneti. Kwa hivyo Disemba hiyo mwaka huo akaweza kuponea, na tunajua kwamba aliweza kushinda ugavana Agosti mwaka huo wa 2022. Kwa hivyo Disemba ilikuwa ni miezi minne tu. Kwa hivyo alianza kubanduliwa mamlakani baada ya kipindi cha miezi minne kuwa gavana wa Meru. Mwezi wa 8 alishinda, mwezi wa 12 jaribio la kwanza la kumbandua mamlakani likaweza kuanza na likaweza kufanyika, lakini aliponea padogo kwa hisani ya kamati ya seneti. Novemba mwaka 2023 aliponea jaribio la pili la kubanduliwa baada ya seneti kukosa kumpata na hatia. Kwa hivyo Disemba mwaka 2022 ilikuwa jaribio la kwanza. Jaribio la pili la kumbandua mamlakani likaweza kufanyika Novemba mwaka 2023, lakini seneti haikumpata na makosa, kwa hivyo akaponea na akaendelea kuwa gavana wa kaunti ile ya Meru. Na mwaka 2024 majaribio mawili ya kung'olewa mamlakani na bunge la kaunti ya Meru yakagonga mwamba. Kwa hivyo 2024 pia, that is last year, kukawa na majaribio mengine mawili ya kumbandua mamlakani, na majaribio haya yaliweza kufanywa na bunge la kaunti ya Meru, lakini yaligonga mwamba kwa sababu Kawira Mwangaza alisalia kuwa gavana wa kaunti ya Meru. Na Agosti mwaka huo wa 2024 bunge la kaunti ya Meru la mng'oa mamlakani, seneti yaidhinisha uamuzi wa madiwani. Kwa hivyo mahakama ikaweza kusitisha kung'olewa kwake. Ilipofika Agosti 2024 mwaka 2024 bunge la kaunti ya Meru likamng'oa mamlakani. Halafu seneti ikaweza kukubaliana na uamuzi wa hao MCAs, yani hao madiwani wa kaunti ya Meru. Na walipokubaliana na uamuzi huo, ikabaki ni mahakama tu, manake aliweza kuenda mahakamani kwa sababu ya kutafuta msaada ama kutafuta utetezi wa kutetea kiti chake kama gavana, na mahakama ikasitisha kung'olewa kwake. That was August 2024. Bunge liliweza kumtoa, seneti likakubali ang'olewe. Seneti ilipokubali, mahakama ikaweza kumnusuru Kawira Mwangaza na akaendelea kuwa gavana. Machi 14 mwaka 2025 mahakama kuu ikaweza kukubali uamuzi wa seneti na kumng'atua Kawira Mwangaza mamlakani. Na hapo ndipo ilipokuwa safari yake ya ugavana wa kaunti ya Meru imeweza kutamatika. Machi 14 mwaka 2025 baada ya kushinda ugavana wa kaunti hiyo Agosti mwaka 2022. Kwa hivyo kwa hesabu ya haraka tunasema ni miaka miwili ameweza kuhudumu.
Siku hii ya leo, siku ya Jumatatu 17 Machi mwaka 2025, naibu gavana Isaac Mutuma atakuwa anaapishwa kama gavana wa kaunti ya Meru kumrithi Bi Kawira Mwangaza. Hii ni baada ya kukaa nje karibu ya miaka miwili. Naibu gavana wa Meru Isaac Mutuma kwa mara nyingine anaelekea kuchukua uongozi wa gavana wa kaunti hiyo kupitisha hatua ya kumfurusha Bi Kawira Mwangaza. Kwa hivyo jaji alisema kuwa seneti halikudharau agizo la mahakama ya Meru ilipoidhinisha hatua ya madiwani kumng'oa Bi Kawira Mwangaza. Kwa hivyo wakati naibu gavana Isaac Mutuma anapokuwa anaapishwa siku hii ya leo, safari ya gavana huyo iliishia siku ya Ijumaa Machi mwaka huu wa 2025, na hiyo ndiyo safari fupi baada ya majaribio matano ya kuweza kunusuru kiti chake cha ugavana Bi Kawira Mwangaza kuweza kujaribu kwa mara matano, lakini hatimaye mahakama iliweza kuunga mkono ule uamuzi wa seneti baada ya madiwani kuweza kukubali kuweza kumtimua gavana Kawira Mwangaza. Hiyo ndiyo safari fupi yenye misukosuko, safari ambayo ilikuwa na mitihani: kung'olewa, kukubaliwa, kunusuru kiti chake, lakini hatimaye tunasema gavana wa Meru ameweza kubanduliwa ama aliweza kubanduliwa mamlakani, na tunasema kwa heri. Wakazi wa Meru, taifa hili la Kenya, neno moja tu kwa Kawira Mwangaza kwa safari yake hii fupi iliyokuwa na misukosuko mingi katika uongozi wa ugavana wa kaunti ya Meru. Neno moja tu kwa gavana wakati ambapo sasa sio gavana tena wa kaunti ile, Bi Kawira Mwangaza. One word. Yeye ndiye gavana wa kwanza kuweza kung'olewa katika muhula huu wa Kenya Kwanza tangu uchaguzi kufanyika mwaka 2022. Gavana wa kwanza ambaye ameweza kutimuliwa na kamati na bunge lile la Meru, na vile vile pia seneti kukubali kung'olewa kwake na mahakama kuidhinisha kubanduliwa kwake. Neno moja kwa Kawira Mwangaza wakati huu ambapo aliweza kubanduliwa mamlakani, unaweza ukasema nini? Safari yenye majaribio matano, safari ya mikosi ambayo aliweza kula kiapo Agosti mwaka 2022. Machi 14 mwaka 2025 safari yake ya ugavana ikakamilika. Asante sana, maoni yako chini ya hiyo video. Tumebakia na magavana 6 wa kike wa taifa hili la Kenya, ambao tulikuwa na magavana 7, lakini hivi sasa magavana wa kike wamesalia 6 peke yake ambao wako uongozini baada ya Kawira Mwangaza kubanduliwa mamlakani. Hadi siku nyingine, asante sana na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.